Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena siku njema na mchana mwema wa leo jeudi le 15 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu mbichi. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Fizi kwenye mapigano makali ya mezuka upya kati ya jeshi la Kongo na waasi wa AFC M23 Twirwaneho huko mu Minembwe, maeneo ya Haut Plateau de Fizi. Huko mu territoire ya Fizi, generale ya Kutumba Amuri, huyu ni kiongozi wa wazalendo wa SNPCC, akiwa yeye ndiye kiongozi mkuu wa wazalendo wote ambao wako mu operation ndani ya Sud Kivu. Alitangaza ya kwamba vita vinaendelea vya kupigania nchi ya Kongo na kuyarekipere maeneo yote yanayokaliwa na wasi wa AFC M23. Alichokiomba makundi yote ya wazalendo ni kuungana na kutia nguvu pamoja, mafikiri pamoja, wapigane na AFC M23 na matumaini ya kwamba watashinda vita. Gouverneur wa Nord Kivu Somo Kakule alielekea mu territoire ya Walikale siku ya leo. Ni wakati huko mu Walikale kulikuwa kukiripotiwa mapigano makali tangu hivi juzi kati ya waasi wa AFC M23 na jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wazalendo. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena za kuhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kuwa nazipata taarifa zetu zote. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke pia kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ili kuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre, hapo chini ya titre utapata linki yetu, ujiunge nasi. Bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Fizi inayopatikana mu Sud Kivu kwa Haut Plateau de Fizi, maeneo ya Minembwe, kwenye mapigano makali yalizuka upya kati ya jeshi la Kongo na washirika wao wazalendo zidi ya wasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho ndani ya eneo ya Ruisankuku. Ruisankuku inapatikana mu kilomita chache na Minembwe Centre, ambayo kwa sasa ni makao makuu ya waasi wa AFC M23 na Twirwaneho. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba ilikuwa asubuhi mapema saa 11 ambapo walisikia milipuko ya silaha nzito na nyepesi kutokea ndani ya vilima vya Baruta pamoja na Ruhuha, vilima vinavyozunguka mungini wa Ruisankuku. Wanajeshi wa wazalendo na FARDC ambao wako movita pale walitokea point 0, hapo point 0 njo kwenye walitoka wakapanda vilima hivyo viwili, wakaanza kushambulia wasi wa Twirwaneho na washirika wao hapo Ruisankuku kwa kujaribu kuwatimua wasi hao ndani ya eneo hiyo ya Ruisankuku, hivyo kusonga mbele wakiukaribia mungini wa Minembwe, donc agglomeration ya Minembwe. Mapigano yaliyoanza asubuhi ya leo mapema saa 11 mpaka muda huu yanaendelea kutokea katika vilima hivyo viwili, mlima wa Ruhuha na mlima wa Baruta. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. FARDC na washambulia waasi wa Twirwaneho na AFC M23 ndani ya Ruisankuku katika ngome zao, wakitokea hapo katika vilima hivyo viwili vinavyozunguka mwingine huu, na Twirwaneho na washirika wao AFC M23 kutokea Ruisankuku wako na pigana na FARDC kule, nao wakiwashambulia katika vilima hivyo, wakiwa wanapigana ili kudefendre
hiyo eneo ya Ruisankuku. Na kutoka pale kwenye ligne de front, vyanzo vyetu vinasema kwamba FARDC wako na avantage sana ya kuwa wanaweza kukamata Ruisankuku kwa sababu vilima hivyo ambavyo walitokea ndani vinazunguka eneo ya Ruisankuku, na pale kwenye Twirwaneho na washirika wao wako ni chini, donc ni ndani ya Kibaya huko chini mu Ruisankuku. Wanawashambulia wakiwa juu yao. Wanaona kwamba ile ni avantage sana ambayo FARDC iko nayo kwa sababu inashambulia waasi hao wa Twirwaneho na washirika wao ukiwa juu yao. Waangalizi wetu kutoka hapo wanasema ya kwamba FARDC iko nataka kabisa kuirekipere Ruisankuku, puis waendelee kukaribia mungini wa Minembwe ambayo ni base militaire kubwa ya Twirwaneho. Donc baada ya Twirwaneho kukamata Minembwe mwaka jana, ilikuwa mwezi wa 3 kama nakumbuka, walifanyaka base militaire yao pale Minembwe. Donc Minembwe ndio kwenye kuko makao makuu ya Twirwaneho na washirika wao wa M23. FARDC iko na jaribu sasa kusonga mbele ikielekea hapo Minembwe, waone kama watarekipere eneo ya Minembwe. Wanaanza sasa na vijiji tofauti vinavyokuwa karibu na hapo, vinavyomilikiwa na wasi hao, ambapo wako na washambulia hapo Ruisankuku. Na mapigano haya ambayo yalianza asubuhi mapema huko yamekuja baada ya siku 2 tu za utulivu. Kama ukumbusho, c'était le 13 le 12 walikuwa wakipigana huko, ambapo hata ndege za kivita za FARDC drone zilibombarde maeneo ya Twirwaneho huko maeneo ya Mikenke. Donc hali ya usalama kule si nzuri kutokana na operation za kijeshi zinazoendelea huko kati ya jeshi la Kongo na washirika wao wazalendo wakipigana na wasi wa M23 pamoja na washirika wao Twirwaneho. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Tutakuja kuwapa matokeo ya mapigano hayo wakati vitakuwa vimeisha. Tukiendelea na taarifa zetu tukiwa huko mteritoire ya Fizi, Generale Amuri Yakutumba mbele ya wakaaji wa Fizi katika kikao ambacho alikifanya jana, aliambia wakaaji ya kwamba kazi inaendelea, donc vita vinaendelea vya kupigana na wasi wa M23 na watasimamisha vita kamwe wakati adui angali na miliki maeneo tofauti ya nchi ya Kongo. Alisema ya kwamba vita ambayo walipiganaka na Joseph Kabila zamani akiwa kwenye madarakani ndio ambayo ilikuwa hatari, tofauti na hii ambayo anaiendesha akiwa nje ya nchi ya Kongo, akiwa anataka kurejea madarakani akitumikisha nguvu. Anaamini kwamba vita hivi watavishinda, watarikipere maeneo yote kuanzia Uvira na kwingine kote na mji wa Bukavu na hata Goma, miji mitatu ya kimkakati mashariki mwa nchi ya Kongo inayomilikiwa na wasi wa AFC M23. Tusiseme mengi, video ndiyo hiyo kabisa. Wakati alikuwa akitangaza hayo, muifuate. Tunapenda kusema hivi, yeyote yule anasema niko mkubwa wa kundi fulani ya wazalendo, kama hautakuja kujiripoti kwa hii coordination pendant 72 heures, pendant 72 heures, tunasema pendant 72 heures, iko siku tatu. Kama unakuwa na grupu arme yako unataka kumfuku au yafika kujiripoti kwa hii uongozi iko hapa, Diona tutakusaka kolonela iko hapa. Komanda sous-secteur iko hapa. Ndio. Nasema komanda sous-secteur iko hapa. Na komanda sous-secteur, hii ni ordre ya kutoka kuongozi wa juu zaidi. Na mimi hapa, komanda tutakushughulikia
na Régie Baraka itakushughulikia mpaka urudie kurezo. Atupende kusikia hapa ka grupe ka mtu fulani niko autonome. Tunasema atupende kusikia ka grupe fulani niko autonome. Bunduki zote ziko tarabakia huku, penye kwenda kufuro wachache. Ndio. Kufora tu. Ese. Tunapenda kusema hivi. Kama sisi ulikubali kusema nitakuwa mzalendo. Ulikubali kusema nitakuwa mzalendo. Plus rien ne sera comme avant. Tumevikwa madaraka yote na mkubwa wa nchi. Tuorganize wazalendo. Wazalendo wote wakuwa kitu kimoja. Tuliishi vibaya Uvira, tukakuwa huyu anajibeba, huyu anajibeba, huyu anajibeba. Comme conséquence tuliperdre Uvira. Ndio. Hatutakubali tena. Ile vitu lipita Uvira. Tena ipite hapa. Kutervore ya Fizi. Muko na watoto yenu. Benye peko na kigamba kuwa ba mamouvement mbalimbali. Ile mamouvement yote wakuje wajiripoti. Bwana Bakana kiko hapa. Atabapokea. Watu yote bakue alinye kukitu hiki kimoja. Ndio nguvu tutapata, ndio vile rais anasema wazalendo pote bakue kitu kimoja. Alors tunapewa kila kitu na kila kitu pour que tulibere Uvira, tulibere Bukavu, tulibere AFC/M23 kijiko Minembwe, tulibere tuwatoshe fasi zote zenye beko. Mujikuse tranquille, batoto waanze kwenda kwa masomo. Batoto waanze masomo. Ndio nawaambia hapa, niko naona mbele, niko naona nyuma, batoto waanze masomo. Bamwalimu wako. Napenda kuwapa neno lingine, atupende kusikia barriere. Kuachia hapa. Msishangane, mnaweza kuniona mimi napita hapa, naenda Kikonde, naenda fasi fulani. Lakini itakuwa na bezwe. Ama kwa mimi nikamata hivi vyamo, sitapenda kuwa nao pamoja. Nitapenda kuwa na bajene garçon bajene. Bamuende kwanza 50 kushuka bajene. Nikutana nao quelque part. Kama msipende msikie vyangu. Mungu machutwa. Message iko ni kama tu ya bajene ni batie message kidogo ya 5 minutes. Leo kama Nadhani ya kwamba mmesikia yote ambayo waliyasema. Anachokitaka ni kuungana kwa wazalendo, jeshi la Kongo liwape vifaa kabisa, wapigane na warekipere maeneo yote. Akamwambia kwamba yeye ndiye ambaye anaongoza mbele na nyuma teritwari ya Fizi. Wakaaji waendelee na maisha yao ya kawaida, wasipanike, watulie kabisa, watie roho pamoja, watoto warudi shuleni, donc kazi ziendelee kama
kawaida. Yule ni General Yakutumba, kiongozi wa wazalendo wote mu territoire ya Fizi. Donc ndiye chef d'operation wazalendo. Iko kusema yeye ndio mwenye wazalendo wote kule. Kuna wazalendo wa General Kamama, General Ngoma Nzito, General yule ambaye walikuwa pamoja, yule makanaki wazalendo wa General James Fiekadui, au wote ni wazalendo wanaopigana na M23 na wanaongozwa na hao viongozi ambao nawaambia. Mais chef d'operation wao wote ni General Yakutumba, yule ndio mwenye alikuwa akisema hayo. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya territoire ya Walikale kwenye gouverneur wa Nord Kivu Somo Kakule alifika huko siku ya leo. Visite hii ambayo alifanya mu Walikale ameifanya huko mu territoire ya Walikale wakati hali ya kiusalama si nzuri kutokana na mapigano kati ya wazalendo na jeshi la Kongo wakipigana na wasi wa M23. Kama ukumbusho, hivi juzi kabisa mapigano ndipo yalianzaka upya kati ya pande mbili kuanzia maeneo ya Kasopo, maeneo ya Mpeti, walikuwa wakipigania kule kote. Visite yake General Somo Kakule ambayo naifanya kule Walikale ni kuhusu kuchunguza mambo jinsi yako pale kwenye ligne de front na hata jinsi jeshi la Kongo linasimama kule mu territoire ya Walikale. Kitu ambacho mnapaswa kukifahamu kuhusu Walikale, Walikale ni territoire ambayo FARDC kwa sasa inaifanyaka ndani operation tofauti contre AFC M23 kwa sababu Walikale ndio territoire kabambi ambayo Nord Kivu AFC M23 iko ndani na maparti kidogo. Donc après Nord Kivu, Sud Kivu na Masisi, Walikale ndio kwenye wako na parti kidogo. Beni huko hawajafika ndani. Lubero mnajua kama wako ndani na maparti mengi. Donc operation za FARDC za kupanga koma wafukuza AFC M23 zinafanyiwaka mu territoire ya Walikale kutoka Kisangani kuingia Walikale. Njo kwenye operation zinafanyiwaka. Donc mkoa wa Walikale njo kwenye FARDC inaandaliaka vitu vyote na kujipanga ili kuweza kuwafukuza wasi wa AFC M23 ndani ya maeneo wanayoyamiliki. Donc Walikale tutaita kama zone d'opération za FARDC contre AFC M23. Na hivi juzi mnakumbuka kwamba huyu General Evariste Somo Kakule, gouverneur wa Nord Kivu, alikuwa huko mu Walikale. Hizi visite zote ni kwa kutaka kujua hali jinsi iko operation zinaendelea aje, kinachohitajika ni kipi, jeshi la Kongo wanahitaji nini ili wajipange vizuri na operation ziendelee. Na leo alifika kule ili kujua tu kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, operation zinaendelea aje, kunahitajika nini, pate habari kutoka kufro akiwa kule na ajue kabisa atakuja kuagiza nini. Donc ajue kinachohitajika pale kwa wanajeshi wa FARDC ni kipi ili waendelee na operation. Huko Walikale atapatana na viongozi tofauti wa mkoa wa Walikale na hata viongozi tofauti wa jeshi la Kongo, majenero na makolonele wanaoongoza operation kule, ili kujua kabisa hali halisi na mambo jinsi yanaendelea pale kwenye uwanja wa vita. Mu territoire ya Walikale siku ya leo hakuna mapigano kati ya pande mbili, sauf mu territoire ya Masisi kwenye mapigano makali yaliripotiwa kati ya wasi wa M23 na wazalendo mu maeneo ya Buloli karibu na Buhimba. Baada ya wasi hao kuatake, walipigwa tena wakarudishwa nyuma. Ni mapigano yaliyoanza asubuhi mapema saa 10. Walipigana hapo, mlipuko wa silaha nzito na nyepesi ikaendelea kusikika kati ya pande mbili. Baada ya masaa 6 wasi wa M23 wakapigwa tena wakakuwa repousse mpaka kurudia ndani ya maeneo ya Kalonge kwenye walikuwa
wametokea. Hali ni ya utulivu hapo, wazalendo wangali na kontrole ayo maeneo yote ambayo AFC M23 ilikuwa imeatake ikijaribu kusonga mbele ya kamate. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke moja kwa moja huko Uganda kwenye conseiller principal wa President Museveni ambaye anaitwa Yiga Wamala alitangaza ya kwamba wakaaji wa Uganda na watu wengine wanaowaza ya kwamba President Museveni ataondoka kwenye uongozi watulizane kabisa, ayo hayawezekani. Alisema ya kwamba musijali na hayo, President Museveni hata atoka kwenye uongozi kabisa kutokana na kumpiganisha ama kupingana naye. Aliwaambia kutopoteza muda wao bure ili kupigana na kupingana na Museveni ili kukamata utawala. Alisema kwamba muda wenu uko naenda bure. President Museveni ataendelea kukuwa president wakati atasikia anataka kutoka kwenye uongozi. Mtoto wake Moise Kainerugaba yeye ndio mwenye ataongozaka nchi ya Uganda. Huyo ni conseiller principal wa Museveni Yiga Wamala ambaye alitangaza hayo akiambia wapinzani wa Museveni ya kwamba wanapoteza wakati wao bure, haiwezekani hata kidogo. Eti Museveni atatoka kwenye madaraka, ataendelea kuongoza, na wakati atatoka mtoto wake ataongoza. Donc inakuwa mambo ya kifamilia kule, na haya yakawa yalitangazwa ndani ya miaka ya nyuma na Museveni akisema kwamba jinsi alivyokamata nchi yake kupitia nguvu, wanaotaka kumpinga waikamatake na nguvu kama wanaweza. Ile ilikuwa inafaa kabisa kwa wapinzani wake kuwasikilisha ni vipi yeye kabisa hata ataka uongozi wa nchi ambayo anaiongoza Uganda. Asante ndugu zangu, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo, na waomba kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kucomment na kuzilike taarifa hizi, na muendelee kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp kama kawaida ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Na asema asante, basi tupatane ndani ya taarifa zifuatazo, habari za jioni kabisa, tukiwapa donido yani mbichi tukidondosha. Merci beaucoup.